Kwa jina naitwa Shedrack Noel Imani, na leo ubaoni tutadiskasi kitu kinaitwa ukweli kuhusu Mungu na sayansi. Na tumejaribu kudiskasi hii mada. Sisi si wapya kwenye kujadili hili jambo. Takribani miaka mingi sana huko nyuma, karne nyingi zilizopita, watu wamekuwa wakijiuliza juu ya uwepo wa Mungu. Na swali la uwepo wa Mungu watu wamekuwa wakijiuliza kutokana na kwamba wanajaribu kupata majibu ya asili ya wao wametokea wapi haswa, lakini pia asili ya mazingira ambayo yanapatikana duniani. Sasa moja kati ya topic ambayo imekuwa kubwa sana, ambayo watu wamekuwa wakijiuliza nayo, ni uwepo wa Mungu. Na moja kati ya watu ambao wamekuwa wakibishana sana juu ya uwepo wa Mungu, basi ni watu wanaoamini katika sayansi. Ambapo kwa nini ubishani huu unatokea? Watu wa dini wanaamini kwenye faith. Tunaposema faith, watu wa dini wanaamini kwamba Mungu yupo hata kama hawamuoni. Maana ya faith au imani ni kuamini kwenye mambo yanayotarajiwa hata kama hayo mambo huyaoni. Yaani unaamini kwamba kuna siku Mungu atakuja, atawachoma moto wenye dhambi, na sisi ambao tumeokoka au kukombolewa tutaenda mbinguni. Na unaamini hicho kitu hata kama huna uhakika kwamba ni kweli Mungu yupo au Mungu atakuja atokea au Mungu atakuja nini. Kwa hiyo faith ni kuamini kwenye vitu hata kama huvielewi, wewe unatakiwa tu just uviamini. Lakini sayansi yenyewe inaamini kwenye kitu kinaitwa fact. Tunapozungumza neno fact ni vitu ambavyo viko proved. Maana yake watu wameshakaa chini, wamefanyia research, wamefanya utafiti, na mwisho wakaja kugundua kwamba hichi kitu ni kweli kina exist au hichi kitu kipo. Kwa mfano, sayansi inapokuambia kwamba mtu anaishi kwa kuvuta oxygen, maana yake watu washafanya research wakagundua kwamba mtu anavuta oxygen na kutoa carbon dioxide. Sayansi inapokuambia kwamba ili mmea ukue unahitaji mwanga wa jua, unahitaji maji, lakini pia unahitaji hewa ya oxygen. Maana yake ni kwamba watu washakaa chini, wamefanya research, wamekuja wamegundua. Kwa hiyo sayansi inaamini kwenye kitu kinaitwa fact. Sasa faith na fact ni vitu viwili tofauti, na hivi ndivyo ambavyo vinapelekea ugomvi baina ya wanasayansi na watu wa dini. Watu wa sayansi wanaamini kwamba ili Mungu waamini kwamba yupo, kwanza lazima huyo Mungu awe na uwezo wa kumshika, lakini pia huyo Mungu lazima awe na uwezo wa kumprove kwamba yupo. Lakini watu wa dini wanamwamini Mungu by faith, wakiamini kwamba Mungu yupo by elements. Kwa hiyo utata wa uwepo wa Mungu unatokana na kwamba dini inaamini kwamba uwepo wa Mungu ni imani, sayansi inaamini kwamba uwepo wa Mungu lazima kuwe kuna fact ambazo zina prove uwepo wa Mungu. Sasa wiki iliyopita tuliandaa topic ambayo iliitwa ukweli kuhusu Mungu na sayansi, na hii discussion kwa time hii tulimuinvolve Clemence Mwandambo. Na mara baada ya kutoa ile speech, yeye alidai kwamba there is no God. There is no God. There is no God. Binafsi nilishtuka sana kukutana na hichi kitu kwamba hakuna Mungu. Na mara baada ya kumsikiliza mara ya kwanza kwamba Mungu hayupo, niliamua kufanya simple personal research. Kwanza nikaja kugundua kwamba yeye sio mtu wa kwanza kusema kwamba Mungu hayupo, na yeye sio mtu wa kwanza kuamini kwamba Mungu hayupo, na aliweza kutoa pointi zake mbalimbali za kuonyesha kwamba ni kweli Mungu hayupo. Kama hujatazama, nenda ka YouTube pale, YouTube yetu ya Swahili Family, kaandike ukweli kuhusu Mungu na sayansi by Clemence Mwandambo, ambapo ukienda pale utaweza kusikiliza hiyo video na fakti zake mbalimbali ambazo yeye aliweza kuzieleza. Kwa nikiwa kama Mkristo na naamini kwenye uwepo wa Mungu, aliweza kunishangaza kwamba ni kwa nini yeye anaamini kwamba Mungu hayupo. Na moja ya points zake alisema kwamba viongozi wa dini ni waovu, lakini pia akasema kama viongozi wa dini wanaweza kufanya maovu, alafu wananiambia mimi nifanye mambo mema ili niende mbinguni, au mimi nifanye mambo ambayo yanampendeza Mungu ili asinichome moto, lakini huo moto wao hawauogopi. Kwa hiyo akadai kwamba there is possibility, kwamba iko possibility au iko namna possibility ya kwamba Mungu hayupo.
Unielewa mpaka hapo? Na akadai kwamba huenda kuna uwepo wa nguvu nyingine nje na Mungu. Nikiwa kama kijana ambaye naamini kwenye uwepo wa Mungu, jaribu kumchallenge kwa kumuuliza maswali mbalimbali, kumwambia kwamba kama huyo Mungu hayupo, ni nani ambaye ni sosi ya maisha ya mwanadamu, na ni nani ambaye amepelekea uwepo wa maisha kuishi? Akasema kwamba there is no God, ila kuna natural power, kwamba Mungu hayupo lakini ipo natural power. Na anapomaanisha natural power, maana yake anasema kwamba ipo nguvu ya asili ambayo inapelekea kufeva maisha ya mwanadamu. Kwa mimi kama kijana nikajaribu kumwambia anithibitishie hiyo nguvu ya asili, ambapo pia utaenda YouTube utasoma zaidi, ambapo ameelezea kuhusiana na hiyo nguvu ya asili ambayo yeye anaiamini. Lakini mimi nikaja na swali pia kwamba kama hiyo nguvu ya asili ipo, je, hiyo nguvu ya asili sosi yake ni nini? Kwa sababu kila kitu lazima kiwe na chanzo. Je, hiyo nguvu ya asili chanzo ni nini? Na yeye akarudishia swali akasema, si unaamini Mungu yupo? Kama kila kitu kina sosi, je, huyo Mungu chanzo chake ni nini? Sasa lengo la hii mafundisho ambayo nimeyatoa hapa ni kwamba tunaenda kutoa part 2 ya kile ambacho Clemence Mwandambo alikiongea. Kwanza nilichojifunza kutoka kwa Wakristo wenzangu baada ya part 1, kwanza Wakristo wengi walionyesha kuwa na hasira kubwa sana. Lakini ambacho nataka niwakumbushe Wakristo wenzangu, hata Yesu alisema kwamba hakuja kwa ajili ya wale ambao wameokoka au wanamtumania Mungu tayari, lakini alikuja kuwakomboa wale ambao wana maovu. Sasa kanisa kwa sasa hivi limekuwa likiwatenga baadhi ya watu kwa kuamini kwamba hao watu ni waovu au wametenda mabaya. Kwa mfano, hata ukienda baadhi ya makanisa unakuta wanamtenga mtu mwenye dhambi, anakaa kule pembeni nyuma kabisa. Lakini pia kuna makosa ambayo tukumbuke, ukiachana hili kosa la kumkana Mungu kwamba hayupo, kuna makosa ambayo kama binadamu akiyafanya ni ngumu sana kuyasaisha. Kwa hiyo tukimhukumu tunakuwa tujamsaidia, mwisho wa siku tunakuwa tunampoteza zaidi na mtu anakosa upendo. Kwa mfano, mtu amepata ujauzito kabla ya ndoa, au mwanaume amempa mimba kijana wa kike kabla ya ndoa. Tafsiri yake ni nini? Kama huyu kijana amempatia mimba kijana wa kike, au kijana wa kike amepata ujauzito lakini ni memba wa kanisa fulani, je, huyu mtu anatakiwa aachwe kwa sababu tayari ni mdhambi, au huyu mtu anahitaji support ya kuelimishwa zaidi kuhusu Mungu na kumwelimisha kwamba Mungu ni wa upendo, Mungu ni nafasi ya pili? Lakini dhambi nyingi ambazo sisi huku makanisani tunazihukumu sasa hivi ni dhambi ambazo Mungu alishazisamehe. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Kutoka, Musa aliua, na baada ya Musa kuua Mungu alimsamehe, na sio tu kumsamehe, bado Mungu aliweza kumpatia nafasi ya yeye kuwaongoza watu wake kutoka Israeli na kwenda kuwapeleka nchi ya ahadi. Lakini sio hivyo tu, ukisoma vizuri kile kitabu pia kinaonyesha watu kama Abraham ambaye ni baba wa imani. Baba wa imani alikuwa na wake wawili, Sara na Hajiri, na hata siku ambayo Sara anamwambia kwamba Ibrahimu amfukuze mtoto wa Hajiri ambaye ni Ishmaeli, hata alivyoenda kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba wakati unaenda kumuoa Hajiri, mimi ukufanyaje? Unisikiliza. Na matokeo yake ni kwamba wewe ulimsikiliza nani? Mkeo. Kwa akamwambia rudi kamsikilize mkeo. Kwa tafsiri yake ni kwamba hata baba wa imani Ibrahimu amewahi kutofuata maelekezo ya Mungu na kukosea, lakini bado Mungu alimuonyesha neema, Mungu alimuonyesha upendo, Mungu alimuonyesha kwamba mimi ni Mungu wa nafasi ya pili, mimi ni Mungu ambaye nasaidia, mimi ni Mungu ambaye najali, mimi ni Mungu ambaye ninaweza kukuvusha kutoka hatua moja ya maisha kwenda hatua nyingine. Mimi ni Mungu mwenye nafasi ya upendeleo, mimi ni Mungu mwenye kutetea, mimi ni Mungu mwenye kukulinda, mimi ni Mungu mwenye kuhakikisha kwamba wewe upotei, unatoka level moja ya maisha kwenda level nyingine. Lakini makanisa sasa hivi yamekuwa yakifanya vice versa, na ninaona hii tabia inakuwa pia kwa waumini. Wamekuwa wakiconsider kwamba kuna watu ni wadhambi, lakini kuna watu ambao wana deserve kwenda mbinguni. Kwa hiyo nikaona kwamba tupunguze hasira
kubwa kwa watu, instead tuwahubirie neno la Mungu ili liweze liwafikie. Lakini pia ukiachana na hasira kubwa watu walionyesha kuhukumu, watu walimhukumu sana Clemence Mwandambo. Kwanza walimwambia kwamba yeye hadeserve kuwa mtu wa Mungu, lakini pia yeye sio mtu sahihi na anachokiongea kijui. Wengine walidiriki kukuandika kwenye comment kwamba Clemence Mwandambo ni shetani. Lakini tukumbuke kwamba wako watu kadhaa ambao walishawahi kupinga uwepo wa Mungu na kumkataa Mungu kabisa, lakini ilifikia hatua wao ndio wakaja kuwa mitume na wahubiri wakubwa wa neno la Mungu. Ingawa nashukuru hapa kuna baadhi ya comments zilionyesha uhai wa hili jambo. Kwa hiyo instead ya kuhukumu na kumuona binadamu wenzetu ni shetani, it is better tukaja na pointi na maarifa ambayo tunaweza tukamhubiria na mwisho wa siku akarudi kwenye mstari. Lakini hii mbaya zaidi, niliona kwamba watu wanatokana matusi. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanaongea lugha chafu pale kwenye comments. Ni ajabu sana na ni aibu kubwa kwa sisi vijana wa Kikristo ambao tunaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, au vijana wa Kiislamu ambao wanaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, kutukana. Yani unamtetea Mungu kwa kile kitu ambacho yeye amekikataza. Yani ni kwamba unaamini kwamba huyu amemkosea Mungu, na Mungu kumkosea kwake wewe unampa adhabu ya kumtukana matusi. Wakati huo kama unasoma Biblia vizuri imesema dhambi zote ni sawa. Yani aliyezini, aliyeiba, aliyefanya chochote, dhambi zao zote ni sawa na hukumu yao ni hiyo moja, moto wa jehanamu. Wewe unamkosoa huyu kwa sababu amekana uwepo wa Mungu, na kumkosoa kwako unatumia matusi kwa kumtukana. Lakini mwisho wa siku yale matusi unayotukana hayajakusaidia wewe wala hayajakusaidia yeye. Mwisho wa siku hata kwa hiyo imani ambayo unaamini, nyinyi wote wawili mtaenda ziwa la moto, kwa sababu wote mmetukana. Wewe umetukana, lakini yeye amekana uwepo wa Mungu. Kwa hiyo wote mna makosa mbele ya Mungu Baba. Kwa hiyo nadhani mwisho kabisa, wakati tunaelekea kutoa part 2 ya hii speech ya ukweli kuhusu uwepo wa Mungu, ukweli kuhusu uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu, ni vema ukweli kuhusu uwepo wa Mungu. Ni vema kama vijana tunaoamini kwenye uwepo wa Mungu, kama vijana ambao tunaamini kwamba Mungu ndo chanzo cha maisha yetu, ni vema kuhakikisha kwamba kwanza tunatoa elimu kwetu sisi wenyewe, lakini mbili tunaelezea ukweli na uhalisia wa maisha ulivyo. Kwa hiyo nitategemea tutakavyotoa part 2 kwenye comments yaje maneno ya faraja, kwenye comments yaje maneno ya kuelimisha, kwenye comments vijae vifungu vya Biblia, vifungu vya Qur'ani ambavyo vinaeleza uhalisia na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa tupingane kwa hoja, tupingane kwa maelezo, kama ambavyo mimi nimeamua kueleza hichi kitu na kusaidia. Kwa kusema hayo, mimi naitwa Shedrack Noel Imani, mtu ninayeamini katika uwepo wa Mungu, lakini ninayependa kujua ukweli. Kama kijana mwenzenu, I wish na tutaonana vizuri. See you at the top. Hapa ni Macho Ubaoni na hii ni Swahili Family.